reading kana githomo gĩatuĩka rĩu arĩtwa gĩona kĩmwĩte ndene kũrĩa Samueli ya mbere kwa ajili ya 17 kwa ajili mstari 41 mwanka mstari wa 50. First Samuel chapter number 17 verse 41 to 50. I will read with the English Bible. 41. Meanwhile, the Palestine with his sword bearers in front of him kept coming close to David. He looked David over and saw that he was only a boy, tender and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come at me with the sticks?" And the Philistine and they cast David by his gods. "Come here," he said, "and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field." David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have disfilled. This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your hand. Today I will give the carcass of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those who gather here will know that it is not by the sword or spear that the Lord saved for the battle. He is the Lord, and He will give all you into our hands." As the Philistines moved close to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him, reaching into his bag and taking out a stone, a sling, and struck the Philistine on the forehead. The stone struck into the forehead, and he fell face down on the ground. So David trampled over the Philistine with a sling and a stone without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him. David ran out the stone over him and took hold of the Philistine's son and drew it in front of Scamband. After he killed him, he cut off his hand with a sword. When the Philistines saw that the heroes was dying, they turned and ran. That is the word of God. Let us pray. Our dear everlasting Father, thank you for the one that you have taught us today. I worship you and honor you, King, for this day today that you granted to us. I worship you, I glorify you, King. Let each and every one who hear your word today, let it be the one of change, let it be the one of hope, let it be the one of restoration, King. Let everybody be blessed, everlasting Father, because the one has power, everlasting Father. Me, as your servant, King, as your mere servant, everlasting Father, use me to interpret your word. Let me interpret the way you want me to interpret it, King. Not let me use my wisdom, King, but let me use wisdom that comes from you, everlasting Father. At the long last, when your children is being blessed and grown and shall die into everlasting Father, let it be the word of restoration, let it be the word of hearing, of restoration and healing, everlasting Father. I worship you, Father. Nashukuru jina lako na kuinua, na hakuna mwingine leo kama wewe mfalme. Nashukuru na kutukuza kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Na katika jina lako kuu Baba naomba na kushukuru. Amina. Praise the living God. Let me say, the word of today, it is about that I want to communicate about, ama nataka tuongea niseme, hivi vita si vyetu, or this battle is not ours. Kwa maana yale maandiko tumesoma ukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Sheria ama Mambo ya Nyakati au Deuteronomy. The Bible taught us in the Deuteronomy chapter 20 verse 1. Maandiko inasema ya kwamba wakati unapoenda katika vita na uone nyesi mingi na uone vifaa vingi vya vita,
usije ukaogopa, na uone watu wengi usije ukaogopa, maana Mwenyezi Mungu atakupigania ama atakuzidania. Even me today, I'm coming to say to you wherever you are, even although you go to battle and you see many chariots coming towards you, don't fear, because there's a Lord who is going to fight for us. Ama kuna Mungu ambaye anaenda kutupigania. Kwa hivyo ukienda katika vita, popote uendapo, ukiona wale watu ambao wanakukujia ama wale ambao unaenda kupigana nao wako wengi kuliko wewe, usiogope, maana kuna Mungu ambaye anaenda kutupigania hivi vita. That means there's a Lord who is guiding us as we are going to battle. In every battle, in every area of the battle, there's a Lord who is in control of it. So, as we are going to battle, ama jinsi ambavyo tunaenda katika vita, tusiogope, kwa maana Mwenyezi Mungu ako upande wetu. Wakati tuendapo kupigana, tusiogope. Na ndio maana yake leo tunataka tuongee kuhusu hivi vita sio vyetu, kuna yule ambaye anatupigania hivi vita. Na maandiko yale tumesoma katika Samueli ya kwanza 17:41 mpaka 52. Maandiko yametufunza ya kwamba kuna huyu Mfilisti ambaye alikuwa anaitwa Goliath, na kuna huyu Mwisraeli ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Ukisoma maandiko vizuri, kitabu cha Samueli, ukiangalia Daudi alitoka mbali sana. Kulikuwa na vita kati ya Wafilisti na watoto wa Israeli. Na maandiko yanasema huyu Mfilisti alikuwa na challenge sana katika upande wa vita. Na ikakuwa wote amewashinda katika vita na kupigana nao na akashinda. Lakini ikafika wakati kupigana na watoto wa Israeli. Na maandiko yanaonyesha hii familia ya Jesse walikuwa wao wanaenda kupigana hata wao katika hii familia wale wakubwa. Kwa maana Daudi alikuwa yule mdogo katika hii familia ya Jesse. Na maandiko yanadhihirisha kwamba wakati mmoja ulifika, Jesse akatumana ili ajue vile watoto wake wanaendelea katika vita. Na wakati alituma huyu kijana wake kupelekea wale wengine vyakula, alimwambia nenda na uangalie jinsi hao vijana wangu wanapigana katika vita, na wakati utarudi uniletee ripoti jinsi wanavyoshinda ama jinsi wanavyoendelea. Na maandiko yanaonyesha ya kwamba wakati Daudi alikuwa anapeleka chakula, alikuta hao watu wamefinyiliwa, ama kuna wale Wafilisti ambao wanapigana nao na wanaongea mambo mabaya kuhusu watoto wa Israeli ama jeshi ya Israeli. Na maandiko yanaonyesha ya kwamba wakati Daudi alitaka kujua nini inaendelea ama wanaongea kuhusu nini, ukisoma vizuri haya maandiko, wale ndugu zake Daudi walianzia kumkejeli. Wakamwambia, wewe unakuja aje kuangalia wanaume wakiwa wanapigana? Wewe utaweza nini? Mbona umetoka jangwa, umeacha kondoo na nani, na umekuja kuangalia sisi tukipigana? Hao ni ndugu zake wale Daudi alizaliwa nao, ndio walikuwa wanamkejeli na kumwambia hivyo, unakuja kuangalia vita vikiwa mnapigana na watu wakubwa. Kwa hivyo walianzia kudharau Daudi. Naye Daudi wakati walimdharau, alienda kuulizia mwingine, na yule atapigana na huyu mtu atafanywa nini? Maandiko yanaonyesha ya kwamba alikuwa anataka kujua kutafanyika nini yule atapigana na asije katika hii vita. Akaambia kuna zile ahadi Sauli mfalme Saul alikuwa ameweka, yule ataweza kushinda hivi vita katika Wafilisti atapewa. Na Daudi akalikuwa na nguvu mingi ambayo ilikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na wakati alikuwa anauliza, kuna mtu alikataa kumweleza, akaenda kuulizia mwingine, na yule atashinda hii vita atafanywa nini? Na wote walikuwa wanashangaa, kwa maana walikuwa wanaona wao ni wakubwa na hawezi hii vita. Na walikuwa wanaangalia Goliathi wanamuogopa, lakini Daudi alikuwa kijana mdogo. Ndio maana maandiko yanaonyesha ilifika wakati wa vita, na wakati walikuwa wanakimbia jeshi kwa upande ule na ile nyingine upande huo, walikuwa wanakutania katika ile meeting lodge ama pale walikuwa wanakutania. Na maandiko yanaonyesha ya kwamba wakati ile jeshi ya kina Goliathi ama ya Wafilisti ilikuwa inakuja, naye Daudi alikimbizana nao ili wakutane. Na Daudi wakati alifika, akaangalia Daudi, akamwambia, wewe kijana mtanashati, unakuja kwangu na kijiti? Kwani mimi ni Mungu unikujie na kijiti? Goliathi akaambia Daudi, nitakuua na utakuliwa na ndege za msituni na wanyama wa msituni ndio watakula. Na Daudi hakukata tamaa hata kama Goliathi alimtishia akamwambia nitakuua. Naye Daudi alimrejeshia akamwambia, unakuja kwangu na vifaa vya vita, unakuja kwangu na maswali na vitu vingine vile vifaa vya vita,
umevaa nguo helmet kubwa, lakini mimi nimekuja kwako na nguvu za Mwenyezi Mungu ambaye anaishi. Nimekuja na jeshi ya Mwenyezi Mungu ambaye anaishi. Kwa hivyo Daudi alipata ile nguvu na akamwambia, umekuja kwangu na vitu vingi, umevaa helmet mingi, umejivalisha sana, lakini mimi nimekuja kwako na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Na hata Daudi akamwambia, ndio maana yake ile Goliath alimwambia you are cursed, alimlaani na miungu ile alikuwa anatumikia. That means Goliath was not using the real God, he was using the gods. Praise the living God. Kwa hivyo that means wakati alimlaani, hata ile laana ingemwingia, kwa maana Daudi alikuwa anatumikia Mungu ambaye anaishi. Na maandiko yanaonyesha ya kwamba wakati Daudi hata yeye alikuja, alimwambia hata wewe nitakuua na utakuliwa na wanyama wa msituni na ndege watakula huo mwili wako na hiyo zingo yako nitaikata. That is so, hata Daudi alikuwa na nguvu, kwa maana mbele alimwambia, nimekuja na jina la Yesu Kristo. Wewe umekuja na silaha za vita, lakini mimi kile nimekuja nikiwa nimebeba ni jina la Yesu Kristo, ndilo nimebeba. That means the difference between the battle of Goliath and David, what are you carrying? Ni nini umebeba ili uweze kwenda katika vita? Umejipanga vipi ili uweze kwenda katika vita? Hata wakati umejipanga vipi ili uweze kushinda hii vita? That means Daudi alikuwa amejipanga na Mungu ambaye anaishi, Mungu ambaye tunatumikia na anajibu maombi. Lakini Goliath alidhani vifaa vya vita ndivyo atatumia ili kuweza kushinda, lakini Daudi alitumia jina la Yesu Kristo. Hata wewe Mkristiano, popote ulipo, mahali ulipo, uwe biasharani ama uwe kazini, popote ulipo, unaenda vitani, unatumia nini? Unaenda vita kufanya nini? Umebeba silaha ya aina gani? Umejipanga kupigana jinsi na shetani jinsi gani? Kwa hivyo the way you prepare to fight, what kind of preparation you take so that you can face the devil's kingdom? Umeenda kupigana na hii vita namna gani? Hii battle, how will you win this battle? How do you want to win this battle? This is the matter, how you preparation towards the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akamwambia, wewe Goliath, umekuja kwangu na silaha mingi, lakini mimi nimekuja nikiwa nimelibeba jina la Mungu. Na utatambua ya kwamba kuna Mungu katika Israeli anayeishi. Kuna Mungu wa Israeli anayepigana vita. Kuna Mungu wa Israeli mkubwa kuliko vifaa vya vita. Kwa hivyo David ifeti Goliath. Adoreko so, Daudi alikuwa amebeba jiwe tano. Alikuwa amebeba jiwe tano na kibeo. Alikuwa amebeba jiwe tano na kibeo. That is so, David hakuwa amebeba vitu vingi. He got only 5 stones and a sling to face Goliath. So, what we need, we don't need the mighty army. What we need, we don't need the powers. What we need is the name of the Lord. The living God is the name that we need. Daudi alitamani jina la Mwenyezi Mungu, na ndio maana alimtembelea Goliath ili amface to fight. That is so, how David was confident with the Lord. Even as today, what the Lord has put on us, what we have, let us face the devil. Let us face over the challenges that we face in daily basis. If we are able to face the devil, Lord is going to equip us so that we can fight it. Praise the living God. Wewe Daudi alitembea katika Goliath, na kwa lile mjiwa alikuwa amebeba, na maandiko yanaonyesha alichukua njiwa moja tu pekee na kuweka katika kembeo lake. Na maandiko yanaonyesha ya kwamba aliruhusia Goliath, na maandiko yanaonyesha ya kwamba Goliath alipigwa jiwe moja na akaanguka. That is so, how God was wonderful. Kwa hivyo hata sisi hatuhitaji vitu vingi, hatuhitaji kujigamba ili tuweze kupigana vita, hatuhitaji kuweka vitu vingi katika mili yetu, hatuhitaji silaha mingi ama helmet kujikaba, but kile tunahitaji ni jina la Yesu Kristo ili tuweze kushinda hii vita. Magonjwa hatutashinda kupitia silaha, magonjwa hatutashinda kupitia mambo ambayo kutumikia miungu mingine, lakini magonjwa tutashinda katika nchi yetu na ulimwengu mzima kupitia jina la Yesu Kristo. That means ajalishi uwe mtu mkubwa ama uwe
vita hatuhitaji masilaha, hivi vita hatuhitaji afya ya mwili, hivi vita hatuhitaji nguvu za mwili, bali tunahitaji nguvu itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Praise the living God. Kwa maana Daudi alipigana na alipiga Goliathi ambaye alikuwa anaogopwa na jiwe moja pekee. Hata sisi tunahitaji uwepo wa Mungu mara moja pekee tumalize nguvu za Shetani katika ulimwengu mzima. Tunahitaji uwepo wa Mwenyezi Mungu ili tukaweze kupigana. Kwa hivyo Goliathi alidharau Daudi na akamwambia, unakuja kwangu na kijiti, kwani mimi ni Mungu? Naye Daudi akamwambia, nimekuja kwako na jina la Bwana Yesu Kristo, na niko na uhakika nitapigana hii vita. Hata sisi wa Kristo pale popote tulipo, tusiogope, tuwe tayari kupigana na ufalme wa giza, tuwe tayari kupigana na nguvu za Shetani, na kwa maana Mungu anaenda kutuwezesha. Usiangalie kadri ya umri, usiangalie pahali ambapo umetoka, usiangalie biashara yako, usiangalie kazi yako, uangalie pahali pote kumefungwa, ukate tamaa. Jipe nguvu katika Bwana, kwa maana Bwana angalie mwili, Bwana angalie hekima, Bwana angalie uwezo, Bwana angalie familia, Bwana angalie ukoo, Bwana angalie mji, lakini kile Bwana anaangalia ni kile umebeba. Kwa hivyo nataka kujulisha siku ya leo, Mkristiano popote ulipo, tumtumaini Bwana, na tukimtumaini Bwana hivi vita si vyetu, Bwana atatupigania. Praise the living God. Kwa hivyo hizi vita tutashinda, lakini tutashinda tukiwa tunatumia jina la Yesu Kristo. Daudi hakuwa mkubwa sana, wale ndugu zake walikuwa watu wako na mili mizito, walikuwa watu wamejibana, watu wamekula wakasibana, lakini hawakuweza kushinda vita. Kwa hivyo that means what we need is the mighty power, so that you can be able to face our enemy, who is the devil. And if you use the power of the Lord, you are going to fight the devil's power. Praise the living God. Kwa hivyo Daudi alishinda vita. Daudi alishinda vita, lakini hakushinda kwa sababu yeye alikuwa mkubwa sana. Hakushinda kwa sababu alikuwa na ujuzi sana. Kwa maana alishinda kwa sababu kuna ule uwepo Mungu alikuwa amempa katika ndani yake. Lakini ukiangalia vizuri, Daudi alikuwa jangwani. Wakati alikuwa jangwani, kurudi nyuma katika kitabu cha Samueli, kuna wakati anasema akiwa jangwani alikuwa anakutana na wanyama walikuwa anakuja kuwala, wale kondoo alikuwa analisha, na alikuwa ameua wanyama wengi na hata simba. Kwa hivyo that means even you in the kind of desert that you are, ama pale ulipo, pale unaona kama ni jangwa ulipo, God is preparing you so that you can be able to go to fight and that battles ahead of us. Praise the living God. Kwa hivyo hiyo jangwa ulipo, hapo nyumbani ulipo, hapo kazini ulipo, hiyo kazi unaona kama iende vizuri, God is preparing you so that he can give you better job that you require. Maybe where you are, God is preparing promotion for you. God is promoting you to another level without knowing. Kwa hivyo pale ulipo, usidharau huo mwanzo ambao uko nao, usidharau hapo umeanzia, kwa maana Mwenyezi Mungu anakutayarisha ili akupeleke mahali unapotumaini kwenda. Kwa hivyo Daudi akiwa jangwani alikuwa anatayarishwa, kwa maana anasema aliua wanyama wengi. That means even as in the best that we are, hata hiyo kazi unaangalia unaona kama ni ndogo, hata hiyo maisha unaangalia unaona haiwezekani, Mungu anakutayarisha ili akuangalie akupeleke mahali pengine. Kwa hivyo nataka kutuliza siku ya leo, Mungu anatupeleka katika hatua nyingine, kwa maana tukimwachilia hivi vita atupiganie. Because this battle is not ours, let us leave God to fight for us. Praise the living God. Kwa hivyo tusikate tamaa, tutumaini Bwana, na yule Mungu alipea Daudi nguvu ya kupigana, yule aliwezesha Daudi kupigana, even as he will help us to fight, and we will fight the darkness of the devil, and we are able to fight, and then God is going to give us victory. Well, if we believe in him and we trust in him. Kwa hivyo tusitumaini nguvu zetu, tusitumaini mali zetu. Let us believe with the Lord, as the Lord helped David to fight Goliath. Even as every kind of enemy, let the Lord fight it in Jesus' name. Let the Lord fight our enemy in Jesus' name. All what we see as obstacles to hinder us from this in our destiny, let God fight us today in the name of Jesus. Kwa hivyo yale mambo tunaona yakiwa magumu, acha Mwenyezi Mungu akatupigania siku ya leo. Hiyo familia unaona kama mambo yamekuwa magumu, acha Mungu atupiganie katika jina la Yesu Kristo. Jinsi Daudi alivyopiga Goliathi na alikuwa mtu kikubwa,
Mwenyezi Mungu atupiganie katika jina la Yesu Kristo. Let us pray and the Lord is going to bless us. Our dear everlasting Father, tunakushukuru, tunakuinua Mfalme. Ni asante kwa neno lako Mfalme, na siku ya leo Mfalme. Bariki watoto wako Mfalme. Acha liwe neno la urejesho Mfalme. Acha liwe neno la uponyaji Mfalme. Acha yeyote atakayemsikia Mfalme liwe neno la kutia nguvu katika moyoni na katika kazini zao Mfalme. Na kwa yote tutazidi kushukuru jina lako na kulinua Mfalme. Bariki watoto wetu Mfalme, ambao wako mjini, ambao wako masabani Mfalme. There's those who are in even those counties and being affected, Jehovah Jireh Father. Let you protect them, Jehovah Jireh Father, from any evil. Kawalinde katika kila maovu Mfalme. Kawape hekima Mfalme, waweze kuepusha katika mtego wa mwovu Shetani. Na niko na uhakika kabla ya haya mambo Mwenyezi Mungu anaenda kutupa wimbo mpya Mfalme. Acha neno lako liwe la kujenga, acha neno lako liwe la kutia nguvu Mfalme. Yeyote atakayenisikiza Mfalme, na muombea kubarikiwa kutokako kwako Mfalme, na muigizie urejesho kutokako kwako Mfalme. Na kwa yote tutazidi kushukuru jina lako Mfalme, because of the King. You are above our standard King. You are above everything King. You are so worthy. You are so wonderful, everlasting Father. If there's anybody feeling unwell, I call you a healing, everlasting Father, through your word. I call you restoration through your word, because of the King, everlasting Father. Thank you, Father, for the blessings of today. Worship you. We honor you, King. In the mighty name of Jesus, we pray and we give thanks. Amen, Jesus. Bwana wabariki sana. Muwe na siku njema, na watu waendelee kuomba popote mlipo. Na najua in the short time au muda sio mrefu Mungu anaenda kujibu maombi, na niko na uhakika we are going to celebrate the goodness of the Lord in the land of living. Mungu awabariki sana na watende mema. Muwe na siku poa na mbarikiwe sana popote ulipo. Prayer number 0703-9797-08. God bless you and you good. Mbarikiwe sana. Asante sana. Thank you.